Kwa hiyo sasa tunajua kwamba lengo letu hapa Morogoro lilikuwa kutengeneza kituo kinachowezesha wakulima wa mboga mboga. Soko kuu la mboga mboga Tanzania liko Dar es Salaam na sasa Dodoma. Kwa hiyo pale SGR pale unapoona tunavoshuka huko upande wa abiria, kule upande wa pili kuna yake kama unaona yale majengo kama magodown fulani. Sasa pale lengo letu lilikuwa tunataka kutengeneza uwezo wa kurefrigerate, yani wa kuhifadhi bidhaa za mboga mboga zikakaa bila kukafiri. Kwa hiyo tunasema tunataka kwanza, pamoja na yote haya maonyesho yetu yanaenda kuonesha capacity, uwezo wa Morogoro wa kuwa wazalishaji wakubwa. Lakini ukiwa mzalishaji mkubwa unataka uwe na mtumiaji mkubwa, na mtumiaji mkubwa yupo. Lakini ili uzalishe zaidi lazima uwe na uwezo wa kwamba sasa kwa bidhaa tunazozalisha Morogoro, yule mtumiaji mkubwa apate kila anachohitaji, alafu kipatikane ziada na tujue tunafanya nini na ile ziada. Lengo kubwa ni kuwaleta wafanyabiashara wenye viwanda na wakulima katika platform moja na kuonyesha bidhaa zao wanazozizalisha, kama vile tulivyomsikia mkuu wa mkoa akisema kwamba Morogoro ni ghala la chakula, na ghala la chakula lina aina zote za bidhaa tunazozihitaji katika maisha yetu. Kwa hiyo haijawahi kutokea tukawa na tukio kama hili ambalo lina focus kuwaleta hawa wafanyabiashara, viwanda na kilimo katika eneo moja. Hili ndilo ambalo ni kusudio ambalo mkuu wa mkoa alilihitaji. Kwa hiyo sisi kwa kushirikiana na hao wazalishaji, kwa kushirikiana na vyombo vya umma, kwa kushirikiana na sekta binafsi, tumeamua sasa kwamba tuonyeshe mafanikio ambayo mkoa huu unayapata. Sasa kwa haya maonyesho ambayo tumeandaa hapa mkoani Morogoro, yanawajengea nafasi kubwa ya kuonyesha kitu gani wanakitengeneza. Kwa hiyo watapata oda, lakini pia watauza. Lakini tukiachana na hilo, maonyesho yanawaleta pamoja, yanawasogeza karibu na taasisi ambazo zinawasaidia. Hapa kutakuwa kuna taasisi mbalimbali ambazo zinamsaidia mjasiriamali aweze kukua. Nikimaanisha kama taasisi kama TBS, kuna taasisi kama SIDO, sisi wenyewe tutakuwepo kwa ambao wanataka elimu. Lakini kuna taasisi kama BRELA watakuwepo kwa ajili ya urasimishaji. Kuna taasisi mbalimbali ambazo ziko chini ya halmashauri, vitengo mbalimbali ambao wapo kwa ajili ya kusaidia wajasiriamali.